Hayo yamebainishwa na mkuu wa jimbo la Mashariki KKKT Dayosisi ya Meru, Mchungaji Anate Palanjo, wakati wa kongamano la maombi kuadhimisha siku ya maombi duniani ambalo limejumuisha wanawake kutoka sharika 13 za jimbo la Mashariki Dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa wanawake wamekuwa wahanga wakubwa kufuatia wimbi la manabii wa uongo kuibuka. Katika kongamano hili tumepata nafasi ya kupeleka maombi yetu kwa Mungu. Tumeombea nchi, tumeombea kanisa, tumeombea familia na tumeombea na mambo mengine yanayogusa jamii kwa nyakati hizi. Kupitia kongamano hili pia tumeweza kuasa akina mama, hasa Mungu anapowapa nafasi ya fursa mbalimbali za kiuchumi, za kisiasa na hata ndani ya kanisa, basi fursa hizo zifanyike baraka kwa familia zao. Wenzi wao wafurahi kwa ajili ya nafasi walizopata, watoto wao wafurahi na jamaa zao. Kwa upande wake, Witness Lema ambaye ameongoza maombi hayo amesisitiza wanawake kuomba kwa maarifa ili waweze kupata majibu ya maombi yao, huku katibu wa idara ya wanawake na watoto jimbo la Mashariki Frida Urio akieleza kuwa kongamano hilo la maombi limekuwa na mafanikio makubwa ukilinganisha na miaka ya nyuma, kwani limevuka malengo. Kikubwa sana ambacho tulikuwa tunazungumza ni habari ya maombi yanavyohitaji maarifa ya Mungu, kwamba tunapoomba tunaomba ndio, na mara pengine tumekuwa hata tunafunga ndio, lakini kitu ambacho ni kikubwa sana ambacho tunakosa na ambacho tunamhitaji Mungu atusaidie tukipate ni kuwa na neema ya maarifa ya kimungu tunapoomba. Maana saa nyingine tunakosa kupata majibu ya maombi yetu kwa sababu hatuombi katika maarifa. Mungu anahitaji tuombe katika maarifa ili tuweze kupata majibu sahihi na kwa wakati sahihi. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo tuliipanga kwa muda mrefu. Tulipanga kwa ajili ya kukusanya akina mama kwa ajili ya kongamano la maombi ya dunia, tufanye kwa pamoja. Na Jumapili akina mama hawa watahitimisha haya maombi ya dunia katika sharika zao. Tumemwona Mungu. Tumefurahi, tumeomba pamoja, tumeimba pamoja, tumesali pamoja. Akina mama wamebeba mizigo mingi. Kwa kweli limekuwa na ufanisi mkubwa. Tulitegemea akina mama 200, wamekuja zaidi ya 200 na wamelipokea kwa furaha kubwa. Nao baadhi ya wanawake walioshiriki maombi hayo akiwemo Mwalimu Senyaeli Palanjo na Raheli Mbise wameeleza jinsi maombi hayo yalivyofanyika baraka kwao. Nimebarikiwa sana na maombi ya siku ya leo, kiasi kwamba yamenitoa mahali kunipeleka mahali pengine, na pia nimejitambua kwamba ninapaswa kutubu sana kwa sababu ya yale ambayo sijaweza kufanya kwa familia yangu, lakini pia kwa Mungu wangu. Tunashukuru Mungu wa mbinguni kwa kuwa tumehamasishwa, wamama wamehamasishwa kuhusu kuomba, kukaza maombi ili kwamba Mungu aweze kuzifanikisha familia zetu. Mungu wa mbinguni akiwa pamoja na wamama wanaweza, na nashukuru sana kwamba mama aliyesimamishwa na Mungu kwa siku ya leo amesimama kweli shujaa ambaye amejaa nguvu za Mungu na ameenda kutufundisha neno akina mama, na nashukuru kila mama amehamasika kwamba anatakiwa kuwa mama wa maombi na kusimama katika familia yake, kwa sababu mama akasimama, familia na yenyewe inabarikiwa. Neno kuu lililoongoza maombi hayo linatoka katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 28 hadi wa 30. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kutoka katika jimbo hili la Mashariki, Dayosisi ya Meru mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.